Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, leo tunaendelea tena baada ya kupotea kwa muda fulani. Tunaendelea katika somo letu katika kuweza kujua hizi sayari tatu zinazotumika sana na wachawi katika kuroga. Je, sayari hizi zimeingia katika milango gani kulingana na nyota yako? Katika milango hiyo ndiyo maeneo ambayo unapaswa kuwa makini sana, au ndiyo maeneo ambayo endapo utafanyiwa uchawi, basi uchawi huo ni hatari. Unaweza ukalogwa milango yote 12, mlango wote ule unaweza ukalogwa, lakini yako maeneo ambayo wachawi ndo wanapenda kuyatumia zaidi, kwa sababu wanapenda kutumia hizi sayari tatu: sayari ya Mirihi au Mars, wanapenda kutumia sayari ya Atwaridi au Mercury, wanapenda kutumia sayari ya Zohali au Satani. Hii ndiyo sayari mama ya uchawi, wanapenda sana kutumia sayari hii katika kuloga watu. Sasa tutizame, tulishia nyota ya mashuke F na R. Sasa leo tunaendelea katika nyota ya mizani na nyota nyingine. Nyota ya mizani, herufi za G au S, kama jina lako linaanzia na G au S. Tukianza na sayari ya Mirihi, sayari hii imeingia katika mlango wako wa 7, imejitokeza kama nyota ya punda. Ikaja tena ikaingia katika mlango wako wa 2, ikajitokeza kama nyota ya nge. Sasa mlango wa 7 unahusika na ndoa, unahusika na ushirika. Yawezekana ukajikuta we mtu wa nyota ya mizani umerogwa, ndoa zako zinakuwa na makelele mengi, ndoa zako zinakuwa na makelele. Ni kweli ni mlango wako wa 7, ni mlango mzuri, lakini kwa huyu punda aliyekaa hapa, mchawi anaweza akamtumia punda huyu Mirihi ili kuleta makelele katika ndoa zako. Eza umeoa au umeolewa, wewe ni mwanamke au mwanaume, basi ndoa zako zinakuwa na makelele. Mlango wa 2 unahusika na kipato. Kipato chako kama mchawi akikichezea kinakuwa ni chenye hasara. Ni kipato chenye hasara au kipato ambacho kinakufa. Anaua kipato chako. Kwa sababu gani? Imeingia nyota ya nge. Nyota hii iko hapa ni nzuri tu kama mchawi hajafanya mambo mabaya, lakini ni mbaya kama mchawi akichezea, kwa sababu nyota ya nge inahusika katika kuua vitu, inahusika na kifo. Kwa hivyo inaweza ikaua kipato chako kikawa hakiingii kabisa, yani ukasahau kupata pesa kukoje. Huo ni mtihani na Mwenyezi Mungu akuepushe. Sayari nyingine ni sayari ya Twaridi. Sayari hii imejitokeza katika mlango wa 9 na mlango wa 12. Mlango wa 9 imejitokeza kama nyota ya mapacha. Mlango huu wa 9 unahusika na ustawi wa mambo yako, elimu ya juu, safari zako. Sasa mchawi anaweza akaloga hapa akaleta uchawi wa mabadiliko. Mambo yako badala ya kustawi yakawa ni chenga, wenyewe mnasemaga chenga, hayaeleweki. Badala ya kustawi yakawa ni chenga, yakawa hayaeleweki. Kuna muda yanakaa vizuri, kuna muda yanaenda hovyo. Shughuli zako zinakuwa hazistawi, hazieleweki kwa ujumla. Lakini katika mlango wa 12 yuko mashuke. Atwaridi imejitokeza kwa nyota ya mashuke. Manake ni kwamba utaletewa uchawi wa maradhi ya tumbo, uchawi unaotokana na vifungo, uchawi unaotokana na magomvi na kelele na njama mbaya za watu. Kwa hivyo huu ni mtihani, Mwenyezi Mungu akuepushe. Tunakuja sayari ya Zohali ambaye ndiyo mama wa uchawi. Kwa mtu wa mizani imejitokeza katika mlango wa 4 na mlango wa 5. Mlango wa 4 unahusika na nyumbani kwenu, ama nyumbani kwako, ama nyumba. Kwa hivyo mtu wa nyota ya mizani anaweza akalogwa nyumbani kwake, akafanyiwa vitimbi vya kichawi katika nyumba anayoishi. Huu ni uchawi mbaya sana huu. Unaweza ukakutesa muda mrefu sana. Na ukimpata fundi ambaye hajui, wewe unaugua lakini kumbe imelogwa nyumba. Wewe una vifungo lakini kumbe imelogwa nyumba.
Yaani ile nyumba imelogwa kiasi kwamba imekuletea athari katika mambo yako. Lakini uchawi pia wa kufarakanisha wewe na wazazi wako. Lakini uchawi pia wa kuletea magomvi, wa kuletea shida, changamoto mbalimbali na watu wa nyumbani kwenu. Ni uchawi hatari sana. Lakini pia katika mlango wa 5 imejitokeza hii zohari kama nyota ya ndoo. Manake ni kwamba unaweza ukaletewa uchawi katika mapenzi, na hii imewakumba wengi sana watu wa nyota ya mizani. Unapaswa wewe makini, unaweza ukapitishiwa uchawi. Kweli ni mlango mzuri, mlango wa 5, lakini mchawi anajua kucheza na hii nyota ya ndoo, akafanya vitu vyake, akafikia jalalani, ukapata mtihani katika mapenzi. Pengine ukakosa mpenzi kabisa, ukakosa mvuto wa mapenzi, hasa kwa wale wanawake au wasichana. Hakuna mtu anakuja kukuchumbia, upati mchumba, maana yake umewekewa uchawi wa zohari wa nyota ya ndoo. Ni mtihani sana. Unaweza ukawekewa uchawi huu, nyota ya ndoo hii inahusika na jamii, lakini wewe kwako ikawa kinyume, ukawa hata hutaki kuonana na jamii, wakati nyota ya mizani inahusika na jamii, lakini wewe ukawa ni mtu wa kujificha ndani, mtu wa kutulia. Huyu ndo anakuwa kageuzwa. Yamefanyika mambo ambayo ni mabaya. Hiyo ni kwa nyota ya mizani. Tukija katika nyota ya nge, H au T, kama jina lako linaanzia na H au T, tutizame hizi sahali 3. Sahali ya Mirihi imejitokeza katika mlango wa 6 na mlango wa 4, na mlango wa kwanza. Mlango wa 6 na mlango wa kwanza. Mlango wa 6 imejitokeza kama nyota ya punda. Mlango huu wa 6 unahusika na vifungo, makelele, magomvi, maradhi. Kwa hivyo unaweza ukapata maradhi ya kichwa, unaweza ukapata maradhi ya kuchemka mwili, unachemka sana, unaweza ukapata magonjwa au maradhi au mitihani ya ajali katika huu mlango wa 6. Lakini unaweza ukapata ugomvi mbaya sana. Hii ni kitu hatari sana. Watu wa nge muwe makini sana. Katika mlango wako wa 6 inaweza ikatumika hii nyota ya punda. Sasa katika ugomvi kuna mawili. Aidha wewe uumize mtu, utakumbana na mkono wa sheria, ama wewe uumizwe, utakumbana na matatizo ya kujiuguza. Pengine umeshaumia na yuko punda, huyu punda anamwaga damu, kwa hivyo unaweza ukaumia. Mtu amekuloga katika mlango wako wa 6. Katika mlango wako wa kwanza imejitokeza Mirehi kama nyota ya nge. Sasa mlango wa kwanza unahusika na nini? Unahusika na nafsi, unahusika na vile watu wanavyokuchukulia nje, watu wanakuonaje nje. Sasa mtu anaweza akakuloga katika mlango huu wa kwanza, watu wakakuchukulia tofauti kabisa. Na hii imewaleta watu wa nge wameingia katika ugomvi sana. Mfano, upo kazini, na ukiwa kazini pale unajaribu kufuatilia kwamba wote mfanye kazi vizuri, wote wafanye kazi kama wewe unavyofanya kazi, na kwa kweli mnapenda hichi kitu kwamba wengine wawajibike kama wewe unavyowajibika. Sasa ukilogwa katika mlango wako wa nafsi, watu watakuchukulia tofauti, watakuona kama ni adui, lakini kumbe huna maana mbaya, una maana nzuri tu, lakini watakuona kama ni adui. Watakuona wewe ni kihelehele, unajipendekeza kwa bosi, utapigwa vita. Mtazamo unaokuona ni tofauti. Kwa hivyo ndio mlango nafsi wako jinsi ulivyo. Kwa hivyo ukilogwa kwa nyota hii yako ya nge, basi itakuletea hasara, itakuletea mabadiliko makubwa ambayo ni mabaya. Watu watakuchukulia tofauti. Tukija katika sahali ya Twaridi, imejitokeza katika mlango wa 8 na mlango wa 11. Mlango wa 8 imejitokeza kama nyota ya mapacha. Mlango wa 8 unahusika na mabalaa, vifo, unahusika na mitihani mikubwa. Kifo sio lazima kufa wewe, hata kufa mambo yako, harakati zako au shughuli zako. Sasa huyu mapacha aliyoko hapa, maana yake anaweza akakuletea mabalaa ya hapa na pale, mabalaa ya hapa na pale katika shughuli zako, katika harakati zako, ajali za hapa na pale ambazo zinaweza zikakutoa damu, sehemu ambayo hukutegemea kupata ajali, ambayo mtu yote akiangalia anaweza kaidharau, lakini wewe unaweza ukapata ajali.
Unaweza ukateleza tu mlangoni kwako ukapata ajali. Mlango ni mapacha hiyo, nielewe. Unaweza ukaanguka chooni ukaumia. Chooni ni mapacha, nielewe. Kwa nini nasema mapacha? Hizi ndizo sehemu ambazo zinatumika safari fupi fupi. Kutafsiri nyota inataka utulie kidogo. Yaani kusoma elimu ya nyota ni kazi moja, ila kutafasiri ni kazi nyingine kubwa zaidi. Unaweza ukasoma nyota kwenye makala mbalimbali na kwenye vitabu mbalimbali, lakini ukashindwa kutafasiri huyu mapacha unampata wapi. Mlango ni mapacha, ni safari fupi fupi. Mtu anaingia anatoka, anaingia anatoka. Ni sehemu ambayo inapilika za kuingia na kutoka. Na chooni ni mapacha, sehemu ya kuingia na kutoka. Na nyota zingine zipo pia hapo chooni. Hiyo ni katika mlango wa 8. Mlango wa 11 unahusika na matarajio. Imesimama nyota ya mashuke. Hii nyota inahusika na vifungo. Sasa inawezekana una matarajio yako fulani, basi mchawi kaona ama mtu mbaya kaona, mwenye roho mbaya, basi akafunga kwa kutumia huyu mashuke. Akamtibua mashuke, akafunga. Badala mashuke akuletee sasa taarifa mbalimbali katika matarajio yako, kwa sababu huyu kusimama hapa mashuke ana taarifa. Tena katika matarajio yako kama kuna hali nzuri unazipata taarifa mapema kwa namna yote, kwa sababu amesimama mashuke mtoa taarifa. Lakini huyu akilogwa anageuka, anakuwa kifungo. Matarajio yako yanakuwa yanaugua, matarajio yanaugua. Sasa ukishaambiwa kitu kinaugua, maana yake ni mtihani mkubwa. Tunakuja katika mama wa uchawi, sayari ya Zohari. Imejitokeza katika milango miwili, mlango wa 3 na mlango wa 4. Mlango wa 3 imejitokeza kama nyota ya mbuzi. Hapa unaweza ukafanyiwa uchawi wa fitina katika mawasiliano, katika shughuli zako za kila siku. Unaweza ukaletewa fitina, maelewano baina yako wewe na ndugu zako yakawa mabaya sana. Unaweza ukawafanyia mema lakini wasikulipe ule wema, wakakulipa mabaya. Basi ujue hapo mchawi kafanya kitu kibaya. Katika mlango wa 4, mlango wa 4 unahusika na nyumba au nyumbani kwako. Pia wewe mtu wa nyota ya Nge una hatari sana ya kufanyia uchawi nyumbani kwako. Nyumbani unapoishi au nyumbani kwenu, kwa maana kijijini kwenu, unaweza ukafanyia uchawi. Na uchawi huu unaweza ukakaa na wewe muda mrefu sana. Mwenyezi Mungu akuepushe na mitihani kama hiyo. Wachawi ni watu wabaya sana. Hiyo ni kwa nyota ya Nge. Tunakuja nyota ya Mshale, I ama U. Kama jina lako linaanzia na I ama U, tuone hizi sayari zimepita wapi na wapi. Tunaanza na sayari ya Mirihi au Masi. Imejitokeza katika mlango wa 5 kama nyota ya Punda, ikajitokeza katika mlango wa 12 kama nyota ya Nge. Sasa mlango wa 5 unahusika na mapenzi. Mlango huu unahusika na mapenzi, unahusika na furaha pia. Kwa hivyo unaweza ukaletewa vurugu zinazohusiana na mapenzi. Unaweza ukaletewa vita zinazohusiana na mapenzi. Ukaletewa kelele zinazohusiana na mapenzi. Mabishano makali, mashindano ya ajabu ajabu yanayohusiana na mapenzi. Na hatimaye yakafika mahala pabaya pa kuleta migogoro mikubwa ama kutokuelewana kabisa. Huu ni mtihani mkubwa sana. Tukija katika mlango wa 12 imeingia nyota ya Nge. Mlango huu unahusika na uadui. Unahusika na uadui. Amesimama Nge ambaye ni mbaya kabisa huyu. Nge atakuletea maadui ambao wana lengo baya. Yaani huyu mtu wa Mshale akiwa na maadui, aisee, maadui zake wana lengo baya sana. Baya, yaani ikifikia mahala eza amewakela watu au wao kwa husuda zao wameshakuwa maadui, basi wanakuwa ni maadui wabaya sana. Ni maadui wanaotaka kumbadilisha kutoka katika hali hii alionayo awe katika hali nyingine. Sasa hapa unielewe. Kutoka hali moja kwenda hali nyingine, ukipelekwa polisi, ukapelekwa mahakamani, ukapelekwa jela, umetoka uraiani umeingia magereza. Ndio mabadiliko ya Nge huyu. Ana mabadiliko makubwa na wakati mwingine anaweza kama mabaya. Kuna mengine anaweza kama mazuri kama hajachafuliwa.
lakini kuna mabadiliko mabaya ambayo yanaweza kukutenga na mambo yako mazuri. Maisha yako ya kawaida yakafa, ukaishi maisha mengine sasa, ambayo ni maisha yenye majuto, yenye mitihani, yenye shida. Kwa hivyo hawa watu wa mshale ni watu wazuri, ni watu pia ambao wanapenda kufikiri vizuri katika mambo yao, lakini ikitokea bahati mbaya sasa mchawi kachezea mlango wa 12, anakuwa amekualikia maadui wenye nia ovu zaidi, nia ya kuua mambo yako, nia ya kukuua pia. Tena hawa maadui ni maadui ambao wanajificha, naweza kusema maadui ambao wanafiki. Wanaweza wakaja wakaongea na wewe vizuri, kumbe wanakuchota akili, lakini ndani ni watu wabaya sana. Ni watu wabaya sana, lakini wataonekana waongeaji wazuri. Tena mwanzo wanaweza kaonekana ni watu ambao kama vile walitaka wakusaidie, lakini kumbe wamekuja pale kuchukua taarifa zako ili wajue watakumalizaje. Kumbuka huyu mtu wa mshale yuko makini, ana akili sana. Ndio maana na adui yake naye ndio yuko hivyo, anaficha siri. Ni mtu fulani anayekuja kama kama anakupeleleza. Nafikiri nimepata neno zuri, kama anakupeleleza. Yaani kila nyota ina adui wake kulingana na uwezo wake. Kama utakuwa umenisikiliza vizuri hata katika video zingine, katika mlango wa 12 utaelewa. Yaani kulingana na nyota yako na uadui wako unakuwa hivyo hivyo. Huyu mtu wa mshale ni mtu ambaye hakurupuki, anatumia akili sana, nyinyi mnaita wisdom. Sasa tizama adui yake ni mpelelezi, hampigi vivi, anampeleleza kwanza. Ni mtu anayeficha siri. Nge ni mpelelezi kweli kweli, tena katika matukio mabaya mabaya ni mpelelezi hatari, na ni bingwa wa upelelezi katika matukio mabaya mabaya. Tukija katika sayari ya Twaridi, imejitokeza katika mlango wa 7 na mlango wa 10. Mlango wa 7 imejitokeza kama mapacha, na mlango huu unahusika na ndoa. Sasa ni kweli kama tunavyosemaga, mlango wa 7 ni mlango mzuri, mlango wa kutokea, mlango wa nguvu ya nyota yako, lakini mchawi akiweka kitu kibaya, yaani hapa ni kuwahiana. Wewe hujataka kutumia elimu yako ya mlango wa 7 uwasikilize wataalamu wa nyota, basi mchawi atatumia huo mlango wako wa 7 kukuloga, kwa sababu wewe hujautumia mlango wako wa 7 katika kufanya mambo ya kheri. Basi mchawi atautumia huu mlango wa 7. Maana yake ni kwamba atakuletea mabadiliko katika ndoa. Mabadiliko yanaweza kaa ambayo sio mazuri. Yaani ni kwamba unaweza wakati mwingine ukawa hueleweki, utulii na mwanaume mmoja, utulii na mke mmoja, hautulii, yani haueleweki, upo huku na huku. Sasa ile hali inakuta si ya kwako wewe, wakati mwingine ni hali ya kulogwa. Haya mambo tunaongea hivi jamani, kwa watu wa mijini ambapo kidogo uchawi una sababu za kufanyika au umejificha, mnaweza msielewe, ila kwa watu wa kijijini mtu anaweza akakutamani akuloge kwa sababu tu umeoa au umeolewa. Yaani umeoa au umeolewa, basi hiyo yeye ni sababu tosha ya kukuloga. Anachukia kwa nini mtoto wake hajaoa au hajaolewa, basi hiyo kaa nafasi kwake ya kuweza kuloga. Kwa hiyo akimtumia huyu mapacha vibaya, tena katika ndoa, wewe mtu wa nyota ya mshale, jihadhari na magomvi ya kupigana. Usipigane na mkeo, usipigane na mumeo. Mkijaribu hapa, kama kuna uchawi umefanyika, mtatoana damu, mtamwagana damu. Sasa kiwango cha kumwagana damu inategemea umempiga mtu na silaha gani. Kwa hivyo mkono wa sheria utakuhusu, lakini pia utamuumiza mwenzio. Kwa hivyo vyote ni hatari, kwa sababu huyu mapacha ana kawaida ya kutia adabu, ana kawaida ya kuadhibu au kutia adabu. Ana hasira kali sana anapokosewa. Ni mtu mzuri, lakini akikosewa ana hasira kali sana, na hatosheki kukupiga au kutoa adhabu mpaka aone umeumia. Wakati mwingine umetokwa na damu, ndo anaamini kwamba sasa hapa amekukomesha au amekufundisha, kwa sababu huyu ni mwadabishaji. Hapo ndo ataamini kwamba amekufundisha. Sasa ni hatari ikiwa wewe mtu wa I na U unagombana na mkeo au mumeo, mkaanza kupigana na vitu vyenye silaha, hasira zimewapanda, halafu kuna uchawi umepita hapa wa mapacha, manake mpaka mwagane damu.
Sasa kumwagana damu ndio hivyo, utamuua mwezio, utamtia kilema, ni kitu ambacho ni hatari sana. Jihadhari na hasira zinazokuja ghafla. Jihadhari sana. Tumia wisdom yako, tumia busara yako. We mtu wa aina yu. Katika ndoa tumia sana busara. Usitumie kupigana, usitumie hasira. Hasa zile hasira zinazokuja ghafla, usitumie. Jaribu kukaa pembeni, tulia peke yako, basi utapata amani. Wakati mwingine toka, nenda kakae hata kwenye sehemu ya sehemu ambazo zina garden au bustani. Nitakuja kutoa elimu kwa kila nyota, ni namna gani unaweza ukaishusha ile tempa yako au hasira yako, ila kwa faida tu we mtu wa nyota ya mshale, kwa sababu nimefika kipengele hichi, basi ukijikuta una hasira, basi jaribu kutafuta mazingira ambayo ni tulivu. Mazingira ya garden, usikae mazingira ya kelele. Kama mazingira ambayo ni tulivu, yana bustani, basi tulia pale. Ile tempa, ile hasira itashuka baada ya muda fulani. Mlango mwingine ni mlango wa 10. Imejitokeza kama nyota ya mashuke. Mlango wa 10 unahusika na nini? Unahusika na kazi yako, sio tuseme ajira yako, yaani ile shughuli unayofanya kwa ajili ya kuingiza kipato. Eza unaamka nyumbani unaenda sokoni, una kibanda chako. Eza unaamka nyumbani unakwenda kazini, umeajiriwa, sio kwenye kampuni, sio serikalini, basi hii inahusika na mlango wa 10. Mabosi wako, wengine wanasema ufalume wako, mabosi wako. Sasa mchawi anaweza akachezesha huyu mashuke, ukawa wewe huishiwi kelele na mabosi wako. Kazini kwenu ikawa ni kelele kazini kwako. Kila zuri ukifanya halionekani. Tena yuko mashuke huyu. Yuko mashuke. Mashuke ana tabia moja. Anaweza akasingiziwa kosa hata hajafanya. Mashuke anaweza akafanya mema akalipo ubaya. Mashuke ndivyo alivyo. Sasa zile laana za mashuke unaweza ukaletewa wewe. Yaani ukafanya kazi kwa bidii, alafu kazi isionekane. Ukawa bado unapigiwa kelele. Ukasingiziwa, yale mambo yote mabaya ya mashuke yakakujia wewe. Kwa hivyo muombe sana Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akuepushe na changamoto kama hizo. Tukija katika baba wa uchawi, Zohari amejitokeza mlango wa 2 na mlango wa 3. Mlango wa 2 amejitokeza kama mbuzi, mlango wa 3 kama ndoo. Mlango wa 2 unahusika na kipato na mali. Kipato na mali yako wewe. Sasa mbuzi anatumika kuleta uzito. Anatumika kuleta uzito. Inawezekana kipato chako kikawa hakikui. Unapambana wewe lakini kile kipato hakikui. Yaani kuna mtu anafanya kazi kama vile amewekewa kiwango fulani. Akishapata kiasi fulani, basi haizidi hapo. Kuna mtu anakuambia mimi sijawahi shika milioni. Nikipambana sana nimeshika 100,000 basi. Sasa kama wewe ni mtu wa aina yu, umewekewa uchawi wa Zohari katika kipato chako, huyu mbuzi kukaa hapa mlango wa 2 hana shida, ila ana shida endapo mchawi atamtumia vibaya. Wachawi wanatumia magep sana, yaani wanaifahamu elimu ya nyota sana sana. Sio kama sisi tunavyofahamu hii ni mirehi, hii ni punda, hii ni nini. Yale ni majina ili kuweza kukuelewesha, lakini wao nguvu ya nyota tayari ipo kichwani, tayari ipo kwenye damu. Tayari ipo kwenye damu. Ni kama vile wewe ambavyo unaweza ukaamka usiku, kutoka kitandani kwako mpaka kwenda washroom chooni kwako, unaweza ukaenda hata umefumba macho. Kwa nini? Kwa sababu tayari ile ramani ipo kichwani. Yaani unajua hapa nipishe hichi, hapa kuna hichi nipishe. Unaweza ukaenda hata kama umefumba macho na utaufikia mlango wa chooni. Kwa sababu gani? Ile ramani tayari ipo kichwani. Ila mgeni sasa akija ndio itabidi aulize. Au hata kama ulimuonyesha mwanzo, itabidi yani kuwe na mwanga ndio aweze kuona sasa. Hapa nipite hapa, nipite hapa. Lakini kwa wewe mwenyeji utakwenda hata kama umefumba macho. Sasa wachawi wanaifahamu elimu ya nyota sana sana sana. Haya majina yapo ili wewe uweze kutofautisha. Ni kwa ajili ya kukufundisha uweze kuelewa. Tunasema nyota ya punda, nyota ya ng'ombe, sijui kuna mirehi, kuna Zohari, kuna nini. Haya ni kwa ajili ya kukuelimisha. Lakini ya msingi ni haya maelezo ndio unapaswa uyafahamu. Kwa hivyo nyota ya mbuzi iko hapa katika mlango wa 2.
Nyota hii inaweza ikakuletea uzito katika kipato chako kikawa na limit, kwamba kinaishia kiasi fulani. Baada ya hapo hakiendelei, hata ufanye jitihada vipi, hakiendelei. Basi muombe sana Mwenyezi Mungu wachawi wasiweze kuingilia hapo. Lakini pia kuna mlango wa tatu. Mlango wa tatu unahusika na harakati zako, unahusika na ndugu, unahusika na mawasiliano. Mchawi anaweza akaloga kuweza kukwamisha harakati zako, yale mambo yako unayopambana unayasukuma, unakuta hayaendi, yanakuwa mazito. Basi mchawi kaweka uzito, kwa sababu huyu ndoo pia analeta uzito, anatokana na sayari ya Zohari. Au ili paka ufanikiwe mambo yako ni kwa kuumia sana. Shida ya sayari ya Zohari ina shida moja, inaweza ikakupa ila unapata kwa maumivu. Ndio maana hawa watu wa nyota ya mbuzi wenyewe wenye sayari yao, wakati mwingine katika maisha yao mafanikio ni mpaka waumie sana, ni mpaka wapambane sana, hayaji kirahisi. Kwa hivyo ikikukalia katika milango hiyo na mchawi akafanya uchawi wake, basi inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Tuangalie sasa nyota ya 10 ambayo ni nyota ya mbuzi, J au V. Sayari ya Mirihi imejitokeza katika mlango wa 4 na mlango wa 11. Mlango wa 4 imejitokeza kama nyota ya punda, mlango wa 11 kama nyota ya nge. Mlango wa 4 unahusika na nyumbani, uzazi, wazazi, nyumbani kwako. Sasa imesimama nyota ya punda, nyota yenye kuleta makelele, ubishani, upinzani, nyota yenye kupeleka mambo kwa haraka, kwa pupa wakati mwingine. Kwa hivyo mchawi anaweza akakuletea magomvi nyumbani kwako wewe. Mchawi anaweza akailoga nyumba yako, ikawa riski haipatikani kwa urahisi, riski haiingii ndani kwako kwa urahisi, kwa mtihani mkubwa sana, kwa sababu hii nyota ya punda pia haipatani na mwenyeji wa mlango wa 4, havipatani. Nikisema mwenyeji, sio kama utanielewa katika video zangu. Mwenyeji ni nyota ya kaa, kama tunavyosema mwenyeji wa mlango wa kwanza ni nyota ya punda, katika ule msingi wa nyota 12. Sasa unaweza ukawekea uchawi wewe mtu wa nyota ya mbuzi nyumbani kwako, tena uchawi huu ni mbaya. Unaweza ukawa uchawi wa majini, uchawi wa majini, uchawi mbaya sana. Mlango wa 11, matarajio yako yakawa ni mtihani kutimia, matarajio yakawa yenye kufa. Ipo nyota ya nge katika mlango wa 11. Nyota ya nge inahusika na kuua, inahusika na kifo. Kwa hivyo mchawi anaweza akaitumia nyota ya nge katika kuua matarajio yako. Yaani unakuta wewe kila unalolitarajia halifiki. Tena bora hata lisifike, uwe na imani, linakufa kabisa. Kila unachokitarajia kitokee kinakufa kabisa totally. Sasa hiyo ni kitu kibaya sana. Tuangalie katika sayari ya Twaridi. Sayari ya Twaridi kwa mtu wa J na V imejitokeza katika mlango wa 6 kama mapacha na mlango wa 9 kama mashuke. Mlango wa 6 unahusika na maradhi, mlango wa 6 huu. Sasa imejitokeza nyota ya mapacha. Manake hapa unaweza ukalogwa magonjwa au maradhi yanayohusika na mfumo wa hewa, mfumo wa upumuaji, ukapata mitihani, mafua makali, kifua, maradhi ya mapafu, mtihani mkubwa sana. Mwenyezi Mungu akuepushe. Lakini pia katika vifungo, ukaletewa vifungo vizito, vifungo ambavyo havieleweki, wakati mwingine kinawaka, wakati mwingine kinazima. Mambo yako wakati mwingine yanaeleweka, wakati mwingine hayaeleweki kabisa. Vifungo mchanganyiko tunasema, ni hatari. Lakini pia mlango wa 9, mlango wa kustawi na kukua, imesimama nyota ya mashuke. Mashuke kazi yake ni kuleta vifungo, analeta kelele pia. Sasa katika ustawi wako unaweza ukapambana ili ustawi zaidi, lakini kadri unavyojitahidi kupambana hautoboi. Maana yake unakumbana na vifungo, unakumbana na makelele. Kila unavyotaka kutoka haufiki mbali,
Maana yake huyu mashuke kafanyiwa uchawi. Ni mzuri sana huyu mashuke, lakini akifanyiwa uchawi ni mbaya. Tunakuja kwa huyu baba wa uchawi, Zohari mwenyewe. Watu wa mbuzi amejitokeza katika mlango nafsi, mlango wa kwanza na mlango wa pili. Mlango wa pili unahusika na kipato, mlango wa kwanza unahusika na nafsi. Sasa hawa watu wa mbuzi anaweza akalogwa yeye mwenyewe akawa hajielewi yaani akawa na behave tofauti tofauti, akawa mzito zaidi kwa mambo yake. Ni kweli mtu wa nyota ya mbuzi ni mtu wa subra, lakini akawa mzito zaidi anaweza akalogwa akawa mzito zaidi na akawa na muonekano ambao sio mzuri, mbaya. Lakini katika mlango wa pili akalogwa kipato chake kikawa ni chenye kusambaa, ni chenye kupotea akitulii. Hiyo ni katika mlango wa pili. Lakini pia katika huo mlango wa pili kipato kikawa kinapotea kama tulivyosema. Kipato akitulii kinapotea, wengine wanasema hewa. Tunakuja katika nyota ya ndoo. Nyota ya ndoo K au W. Sayari ya Mirihi imejitokeza kama nyota ya punda katika mlango wa 3 na mlango wa 10 kama nyota ya nge. Mlango wa 3 unahusika na harakati, mawasiliano yako. Basi mlango huu wa 3 unaweza ukafanyiwa uchawi ama ukarogwa, kwamba harakati zako zikawa na makelele, zikawa na ubishani, zikawa na upinzani, upinzani mkubwa. Unajaribu kusukuma mambo yako hayaendi, yanakumbana na upinzani. Ukija katika mlango wa 10 imesimama nyota ya nge. Mlango wa 10 ni kazini kama tulivyosema. Ukakumbana kazini na makelele pia, kwa sababu nge pia naye ana kelele. Lakini pia kazini mambo yako yakawa yanakufa. Sasa mambo ya kazini inawezekana uhusiano na wenzio ukawa mbaya wakakuchukulia vibaya, wakakuchukulia kama mnafiki fulani, wenyewe wanasema mkuda, kwa sababu ya nyota ya nge iliyosimama hapa. Endapo haya yote nasema, endapo mchawi atakuwa amefanya mambo yake mabaya. Sayari ya Twaridi imejitokeza katika mlango wa 5 na mlango wa 8. Mlango wa 5 imejitokeza kama nyota ya mapacha. Mlango huu unahusika na mapenzi. Hapa pana mtihani hapa. Yaani unaweza ukalogwa ukawa upate mchumba au mambo yanakuwa haeleweki. Unataka kuoa, unapata mchumba anakubali, kesho anakataa. Unataka kuolewa, anapatikana mchumba, leo anakubali, kesho anakataa, anailisha. Maana yake umeletea uchawi wa mapacha. Uchawi wa mapacha kasimama katika mlango wako wa 5. Lakini pia tukiangalia katika mlango wako wa 8 ipo nyota ya mashuke. Mashuke huyu anahusika na vifungo. Kwa hivyo utaletewa mabalaa yanayotokana na vifungo, utaletewa mabalaa yanayotokana na kelele, utaletewa mabalaa yanayotokana na kesi mbalimbali. Kesi ni hatari sana hapa katika mlango wa 8. Tukija sasa Zohari. Tukija Zohari, sayari ya Zohari imeingia katika mlango wa 12 na mlango wa kwanza. Imejitokeza mlango wa 12 kama nyota ya mbuzi, mlango wa kwanza kama nyota ya ndoo. Maana yake ni kwamba unaweza ukafanyiwa uchawi wa maadui, tena maadui wa muda mrefu sana. Unakusanyiwa maadui, lakini maadui hao wanakuwa wa muda mrefu sana. Ndio hii tunasemaga mtu anapigwa chale tochi. Yaani mchawi anakusakizia kitu, wewe kila utakapoenda lazima wachawi wakuloge, kwa sababu ameweka kitu katika mlango wako wa 12. Tukija katika mlango wa kwanza imesimama nyota ya ndoo yenyewe. Huu mara nyingi tunasema unapologwa katika mlango wako wa kwanza, unalogwa ili umisbehave, yaani haui katika uhalisia wako. Nyota yoyote ile ikilogwa katika mlango wake wa kwanza ina misbehave, haui katika uhalisia wako.
ambayo sasa ni tatizo, kwa sababu kila nyota inatakiwa ieleweke kulingana na ilivyo. Ndiyo hata milango yake mingine itakwenda vizuri, atashirikiana na watu vizuri kulingana na yeye alivyo. Tukija katika nyota ya samaki, L au X L au X, nyota sayari ya Mirihi imeingia mlango wa pili na mlango wa 9. Mlango wa pili imejitokeza kama nyota ya punda. Mlango wa pili unahusika na kipato. Kipato chako inawezekana kikawa cha makelele, cha upinzani mkubwa, mpaka mshindane kweli kweli, upambane kweli kweli. Basi mchawi anaweza kafanya kitu hapo ikawa ni mtihani. Ni kweli kutafuta ni mtihani, kutafuta ni mapambano, lakini mchawi anaongeza chumvi, anaongeza uchawi hapa, maana yake inakuwa ni mtihani zaidi. Katika mlango wa kustawi, mlango wa 9, imejitokeza nyota ya nge. Maana yake ni kwamba ustawi wako unakufa. Utapambana upambanavyo ili kuweza kustawi katika mambo yako, lakini mchawi kama ataitumia nyota ya nge, maana yake ataitumia kuua ustawi wako. Ni kitu hatari sana. Tukija katika sayari ya Twaridi, imejitokeza mlango wa 4 kama mapacha, mlango wa 7 kama mashuke. Mlango wa 4 unahusika na nyumbani. Maana yake mchawi anaweza akaleta ugomvi kati yako wewe na ndugu zako, magomvi kati yako wewe na ndugu zako nyumbani, eza nyumbani kwako wewe au nyumbani kwenu, kwa sababu mapacha inahusika na ndugu. Ukawa na magomvi ya hapa na pale, magomvi ya hapa na pale ambayo hayaishi. Mara siku 2-3 mnaelewana, siku 2-3 mnafarakana, mnagombana nyumbani kwako hapo, ukagombana na ndugu zako, au kwenu ukagombana na ndugu zenu, au ukagombana na wazazi wako. Ni kitu kibaya sana. Katika mlango wa 7 imesimama nyota ya mashuke. Atwaridi amekuja katika sura ya nyota ya mashuke. Mlango wa 7 ni mlango mzuri wa ndoa mlango wa nguvu ya nyota yako, ila ni endapo tu wewe utautumia. Usipoutumia atautumia mchawi katika kuloga. Sasa mchawi akitumia mashuke huyu, manake atakuletea makelele katika ndoa, vifungo katika ndoa, uchawi katika ndoa. Ndoa itaugua. Tunaposema ndoa itaugua, manake itakuwa haina afya. Ndoa ikiwa haina afya, ndio yanakuja matatizo ya magomvi, kelele, uchawi, vita. Ni hatari sana. Tunakuja baba wa uchawi, Zohali. Amejitokeza katika mlango wa 11 kama mbuzi na mlango wa 12 kama ndoo. Mlango wa 11 unahusika na matarajio yako. Inawezekana matarajio yako kama mchawi kayaingilia, basi hayatimii kwa haraka, yanachukua muda mrefu sana kutimia, yanachukua muda mrefu mno kutimia. Tena wakati mwingine mpaka uwajibike, hasa uwajibike kweli kweli, ufuatilie, upambane, ndio yaweze kutimia. Mlango wa 12 ni maadui. Maadui hawa ni wengi, maadui ni wengi. Mchawi anaweza akafanya namna ambayo wewe pia ukapewa chale tochi, manake jamii kuchukie popote unapokwenda. Popote unapokwenda, mchawi yoyote atakaye kuona akuroge, jamii nzima ikuchukie. Ni hatari sana. Kwa hivyo ndugu zangu, hapo tumeshaona katika nyota zote 12 jinsi ambavyo sayari hizi 3 zinatumika sana na wachawi. Sasa mimi nakushauri, kabla mchawi hajaanza kuzitumia, basi zitumie wewe katika ile milango yako ya kheri, kuweza kujinasua kwa mambo mbalimbali, kuweza kuipa afya nyota yako. Waulize walimu, wataalamu wa elimu ya nyota, ni namna gani ya kuitumia nyota yako. Ijapokuwa nipo njiani katika kuandaa vitabu vya nyota 12, kila nyota na kitabu chake, ili uweze kujua namna ya kujinasua. Mimi nasisitiza sana katika ule upande wa wewe kutekeleza huku ukimwomba Mwenyezi Mungu. Tekeleza mambo mengi wewe mwenyewe kabla hujaenda kwa mganga. Mpaka limekushinda ndio uende kwa mganga. Na waganga tumekuwa wengi sasa hivi. Yaani imekuwa ni kichaka cha kukimbilia watu wote.
kabla hujapeleka hizo 800,000 milioni kwa mganga. Basi ukifahamu elimu ya nyota, basi utaitumia wewe badala ya mchawi aitumie kukuumiza. Yaani hapa ni mchezo wa kuwahiana. Wewe ukichelewa kuitumia, mchawi anaijua, anaitumia. Wewe utabaki kusema ni shiriki, utabaki kusema sijui unavyosema wewe, lakini mchawi anaitumia na anakuchapa vizuri sana. Kwa hivyo ndugu zangu, tujikite sana katika kufahamu elimu ya nyota na tuweze kuitumia. Kwa wewe ambaye unahitaji ushauri zaidi, basi unaweza ukatutafuta tukakushauri namna ya kuitumia nyota yako wewe mwenyewe kabla ya kwenda kwa mganga. Kuna mambo mengi sana unaweza ukafanya katika kuipa afya nyota yako, katika kuleta kinga ya nyota yako, katika kuepuka mambo ya wachawi, katika kujitoa vifungo wewe mwenyewe, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakusaidia inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Wa alaikum.